Sasa nichukue nafasi hii kwanza kuendelea kumkaribisha mkurugenzi wa Mafia Boxing Promotion ndugu yangu Ali Zayumba. Yeye ndiye amefungulia panel hii ya press conference ambayo tunafanya hapa leo kuelekea siku ya tarehe 31 kwenye viwanja vya Posta Dar es Salaam. Mkurugenzi, mekini ya kwako, tuko live kupitia TV3 kama ambavyo mwenzangu ametangulia kusema. So ni jambo zuri sana. Mungu ashukuriwe na tuko afya na tele. Kwa hiyo karibu sana. Lakini pia naendelea kutomba uwepo wa makamu mwenyekiti kutoka TPBRC ndugu yangu Jacob Buya yuko hapa. Ali Zayumba, let's go. Naam, habari zenu ndugu wa Tanzania, kina habari zenu ndugu waandishi wa habari. Awali yote hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake, ametuwezesha kuamka katika siku ya leo tukiwa na afya njema kabisa. Tunao wenzetu ambao saizi hapo katika hali mbaya, lakini sisi mpaka muda huu tuko vizuri. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini pia tunashukuru ninyi waandishi wa habari kwa muda wenu. Mmekuwa mkifanya kazi kubwa sana ya kutoa habari mbalimbali kwa umma. Tutakuwa ni wachoyo wa shukrani kama hatutowashukuru kwa hilo. Mafanikio ya kila mwana sport yamepitia katika mikono yenu ninyi waandishi wa habari. Kazi kubwa mnaifanya kila kukicha. Hata Mafia Boxing Promotion leo hii kufika hapa si kwa nguvu zake, hapana, bali pia kuna mchango wenu mkubwa mno mlioingiza katikati mpaka leo Mafia Boxing Promotion imeweza kufika hapa ilipo. Kwa hiyo kwa niaba ya kampuni yangu hii napenda kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwenu ninyi kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuwahabarisha umma. Karibuni sana kwenye press yetu hii, na ninaamini mambo yatakwenda vizuri kabisa. Lakini pembeni nikiwa na kiongozi wangu, kaimu mwenyekiti ndugu yangu Jacob, niko naye hapa, nafikiri wengi mnamfahamu. Ni kuonyesha kwamba pia na wao kwa mstari wa mbele kwenye kusupport tasnia yetu hii ya masumbu kwa ujumla. Tuko naye kiongozi hapa na yeye atapata nafasi ya kuongea machache. Nafikiri wa Tanzania mtamsikiliza kwa makini sana. Lengo la kufanya press hii nafikiri ni ule mwendelezo kama ilivyokuwa ada. Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena tunaingia katika msimu wa 7 wa knockout ya mama. Tumekuwa na hizi knockouts, sasa hivi tuko katika msimu wa 7 na tunashukuru kwamba tija inaonekana kwa vijana wetu. Malengo tuliyopanga, mwangaza unaonekana. Ukiangalia vijana wetu hawa wengi tumeanza nao chini sana, lakini sasa hivi wengi wao tayari wanapanda siku baada ya siku. Tunawabondia hapa wana nyota 2, 3 na nusu. Kwa hiyo ukiangalia mwanzo walivyokuja na hivi sasa ni tofauti. Unaona kwamba tayari yale malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea yanaanza kuonekana. Kwa hiyo hizi knockouts ambazo tunaziandaa, knockout ya mama imekuwa na tija kubwa sana kwa upande wetu, lakini sio sisi tu mabondia hawa Mafia Boxing Promotion, lakini hata mabondia ambao wako nje Mafia Boxing Promotion na wao wamekuwa wakifaidika sana na matamasha haya, kwa sababu ni utaratibu wetu kwamba tukiandaa haya matamasha hatuangalii tu vijana wa Mafia Boxing peke yake. Tumekuwa pia tukiwaangalia vijana kutoka nje ya Mafia Boxing Promotion. Tumeona hawa ni vijana hawako ndani ya Mafia, wako nje ya Mafia Boxing. Kuna haja vile vile ya kuwapa nafasi angalau na wao wapate kufika katika yale ambayo malengo waliojipangia. Kwa hiyo tumekuwa na huu utaratibu wa kutoa nafasi pia kwa bondia ambao wako nje Mafia Boxing Promotion. Nafikiri mmekuwa mkifuatilia sana matamasha haya na mmekuwa mkitazama na mmeshuhudia katika haya ambayo ninayozungumza. Tunachukua mabondia kutoka nje Mafia na vijana wetu ndani ya Mafia Boxing Promotion, kwa pamoja kabisa tunakuwa kitu kimoja, na unaona tija inayopatikana
Kwa hiyo haya ndio malengo ambayo ni utaratibu ambao tumejiwekea sisi kama Mafia Boxing Promotion. Kwa hiyo tunawahabarisha wapenzi wa masumbwi kwa ujumla ambao wako ndani ya Tanzania na wale walioko nje ya Tanzania. Popote ulipo, Mafia Boxing Promotion tarehe 31 ya mwezi huu wa 12 katika viwanja vya Posta Kijitonyama, tamasha la knockout ya mama msimu wa 7 unakwenda kufanyika katika viwanja hivyo. Kwa kila Mtanzania mpenzi wa masumbwi awe na taarifa hii, ajiandae. Ni mtoko wa boxing na Mafia Boxing katika knockout ya mama msimu wa 7. Ndugu zangu, kutakuwa na bouts za kipekee kabisa, bouts ambazo zinakwenda kuchezwa katika usiku huo. Sidhani kama mliwahi kuziona, kwa sababu tumekuja kivingine hivi sasa. Kwa hiyo kila mtu akae tayari kuja kuona kitu gani kinakwenda kutokea katika usiku huo. Kila mtu awe tayari kuja kuona nini kinakwenda kutokea katika usiku huo. Vijana wetu wamejiandaa vizuri sana, wakiwemo na walimu wao hawa ambao mnaona tuko nao hapa mbele. Walimu wamefanya kazi kubwa sana kwenye kuandaa vijana hawa kuhakikisha kwamba ushindi unakwenda kubaki katika ardhi hii ya Tanzania. Kwa hiyo bouts hizi zitakuwa karibu takriban 14 na tunataraji kuanza mapema kabisa saa 11 kamili ya jioni. Bout ya kwanza inakwenda kuanza. Kwa hiyo Watanzania wapenzi wa masumbwi kwa ujumla wake, mlio ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena inakwenda na msimu huu wa 7 wa knockout ya mama pale katika viwanja vya Posta Kijitonyama kwa viingilio rafiki sana. Viingilio rafiki sana. Kiingilio cha kawaida ni shilingi 10,000, VIP shilingi 20,000, lakini VVIP shilingi 50,000. Narudia tena. Normal shilingi 10,000. VIP shilingi 20,000, lakini VVIP shilingi 50,000. Natumai kwa kiwango hicho cha pesa ambacho tumekiweka, Watanzania walio wengi kabisa wataweza kumudu na watahudhuria katika tamasha hilo la knockout ya mama msimu wa 7 tarehe 31 mwezi huu wa 12, siku ya Jumatano kwa mkia Alhamis, nafikiri kama sitakosea. Kwa hiyo kila Mtanzania mpenzi wa masumbwi, tujeni kwa wingi kabisa kuja kuwasapoti vijana wetu hao, kwa sababu wao wanakwenda kupambana na mbondia kutoka nje ya Tanzania. Ziko bouts ambazo zitakuwa ni za ndani, lakini nyingi zitakuwa ni bouts ambazo vijana wetu hawa wa Kitanzania wanakwenda kupambana na vijana kutoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo kwa muda huu ningewatajia ni nani ambaye anakwenda kupanda katika usiku huo. Ndugu zangu, vijana hawa ukiwaangalia hata nyuso zao zimekuwa na bashasha na hamu kwamba kwa nini siku hiyo ifiki haraka. Ni ule utayari waliokuwa nao kulingana na mazoezi ambayo imekuwa wakiyafanya, na tunafanya hivi kuwapa walimu hawa. Mkiwaangalia hata walimu zao wanaowasimamia katika mazoezi, tunao walimu wa ndani ya Tanzania wakwetu hapa nyumbani Tanzania, lakini pia tunaye mwalimu kutoka nje ya Tanzania, Kocha Tipo. Nafikiri wengi mnamfahamu, tuko naye takriban mwezi mzima hivi sasa. Kocha Tipo nafikiri yupo hapa, amekuwa akishirikiana vizuri sana na walimu hawa ndani kwenye kuwapika hawa vijana, kuhakikisha kwamba wanakuwa na zile techniques tofauti, kwa sababu wapinzani wanaokuja wanatoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo ukichanganya ladha, technique kutoka ndani ya nchi yetu hii ya Tanzania, kwa maana ya walimu ambao tuko nao hapa, lakini pia ukapata walimu kutoka nje ya Tanzania, tayari ukiunganisha vitu viwili unaweza ukapata jambo kubwa, jambo zuri kabisa lenye manufaa. Kwa hiyo elimu hii wanaopewa hawa wanafunzi
wanapata elimu kutoka nje ya Tanzania, lakini pia wanapata elimu kutoka ndani ya Tanzania, mbinu kwa maana ya zile mbinu za upiganaji. Kwa hiyo tunaye kocha Tipo kutoka Nigeria, lakini tunaye kocha Shefard vile vile kutoka South Africa. Amekuwa ni msaada mkubwa sana akishirikiana na walimu hawa. Tunaye hapo kocha wetu Amis Mwakinyo, muda mrefu kabisa tuko nao. Tunaye kocha wetu mwingine nani ambaye tuko naye hapa, Chino tuko naye. Tunaye kocha wetu Dosi tuko naye vile vile. Kwa ni walimu ambao walifanya kazi kubwa sana kwenye kuandaa vijana hawa, kuhakikisha kwamba wanakwenda kuwafurahisha au wanakwenda kuiheshimisha nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa hiyo Watanzania tunawahabarisha Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena, knockout ya mama msimu wa 7, tamasha hili kubwa kabisa la aina yake katika mkesha wa mwaka mpya. Ni mtoko wa boxing na Mafia Boxing katika mkesha wa mwaka mpya pale kwenye viwanja vya Posta Kijitonyama. Kwa hiyo kila mmoja awe na taarifa hii na ajiandae kwa mtoko huu. Nani anakwenda kupanda katika usiku huu? Tutakuwa na bauti ya Richard Mtangi ambaye yeye anapigana na Habib Kahinde Giwa, ni bondia kutoka Ghana. Anakwenda Richard Mtangi anapigana au anapigania mkano wa WBO Africa katika middleweight. Mkano wa WBO Africa, Richard Mtangi anakwenda kupigania mkanda huo katika usiku huo tarehe 31. Lakini tunaye Kalolo Amiri naye anapigana Zambia katika pambano la raundi 8 katika uzito kwenda kupigana katika bantamweight. Lakini tunaye bondia mwingine Ibrahim Mafia. Ibrahim Mafia huyu anakwenda kupigana na bondia Brahma Krishnan kutoka India katika pambano la raundi 8, lakini ni bantamweight vile vile. Pambano lingine tunaye kijana wetu huyu maarufu sana, mtoto wa Manzese, Idi Pialali anakwenda kupigana na Mohamed Dial kutoka Benin. Pambano la raundi 8, hii ni waterweight. Lakini pambano jingine kijana wetu Yohana Mchanja kompyuta, wengi mmekuwa mkimfahamu yake aliyokuwa ndani ya ring. Kwa hiyo Mchanja Yohana anapigana na Renz Rosia kutoka Philippines katika pambano la raundi 8. Hii ni flyweight. Pambano nyingine tunaye kijana wetu Asamele Wele, tuko naye huyu, nafikiri wengi pia mnamfahamu. Asamele Wele anakwenda kupigana na Emmanuel Matei kutoka Ghana. Huyu Asamele Wele anapigania mkano wa WBO Africa light heavyweight, ni heavyweight WBO Africa vile vile, kanda wa pili wa WBO. Sawa sawa, WBO Africa. Lakini vile vile tunaye kijana wetu Tano Juma, yeye anapigana na Simon Mgoma kutoka Zambia. Tano Juma atapigana na Mzambia huyu katika lightweight. Lakini vile vile bondia mwingine ni Amiri Matumla. Amiri Rashid Matumla yupo hapa, tuko naye, anakwenda kupigana na Lion Sebastian Deo na Mtanzania mwenzake. Litakuwa la ndani hili, anapigana na Mtanzania mwenzake, sawa sawa. Lakini bondia mwingine anakwenda kupanda ni Saidi Hakim. Saidi Hakim yeye anapigana na Saidi Mkola kutoka Tanzania. Hili pia ni pambano la ndani vile vile. Pambano nyingine ni Aoga Mwita yeye
anakwenda kupigana na mtoto kutoka Mabibo, Oscar Richard kutoka Nakos. Pambano gumu vile vile, hili ni pambano la aina yake vile vile. Oscar Richard atapanda katika usiku huo tarehe 31 na yeye kwenda kuonyesha nini anacho cha kuonyesha Watanzania. Lakini John Patrick vile vile atapigana na Kato Machemba kutoka, wote ni kutoka Tanzania. Yengine ni kwamba Yusuf Changarawe, ndugu yetu huyu kutoka kule jeshini, Yusuf Changarawe, yeye atapigana na Abdul Kisenga kutoka Tanzania vile vile. Pamoja nyingine ni Shauri Athman, yeye atapigana na Saidi Faraji kutoka Tanzania. Kwa hiyo haya ndiyo mapambano, ndio bouts ambazo zinakwenda kufanyika katika usiku huo wa tarehe 31 mwezi huu wa 12 katika viwanja vya Posta pale Kijitonyama. Kwa hiyo tunawaomba na tunawaalika Watanzania wapenzi wa masumbwi kwa ujumla tuhudhurie kwa wingi kuja kuhakikisha kwamba tunawasapoti vijana hawa ili ushindi uweze kubaki katika ardhi hii ya Tanzania. Nafikiri niishie hapo kwa awamu ya kwanza. Kama kutoka na awamu ya pili, basi MC atakuja kuniongoza. Asante sana. Asante mkurugenzi. Na asante Mteze. Habari ya asubuhi ndugu waandishi wa habari. Habari ya asubuhi wageni waalikwa. Tumaini kila mtu yuko hapa akiwa na afya safi wakati tunaelekea kwenye kumaliza mwaka. Nadhani miongoni mwa vitu ambavyo tunatamani kuviona ni kupata burudani, lakini pia kuwa na afya njema, lakini pia kulinda amani yetu tuliyokuwa nayo. Ndugu MC hapa Teze amenitambulisha, mimi naitwa Jacob Buya, ni makamu mwenyekiti kamisheni inayosimamia ngumi za kulipwa Tanzania. Nipo hapa kuthibitisha uwepo wa pambano la knockout ya mama season 7 imezinduliwa rasmi na maandalizi yapo katika hatua nzuri sana. Kipekee kabisa nitumie nafasi hii kusema kwamba Mafia Boxing wana kila sababu ya kupongezwa kwa sababu ya kuonyesha ukubwa wa vitu wanavyoviandaa. Kama nyie wote mtakuwa mashahidi hapa, kazi kubwa wanaoifanya ndugu zangu wanahabari kukuza mchezo huu wa boxing, kupromote. Nadhani nyie mtakuwa ni mashahidi, miongoni mwa michezo mikubwa sasa kwa Tanzania ni mchezo wa boxing ukiacha football. Hii ni kazi kubwa inafanywa na wanahabari, lakini wanahabari wasingekuwa na uwezo wa kufanya kazi hii kama kungekuwa hakuna wadau. Na wadau hao wakina nani? Wadau hao naweza nikasema ni Mafia Boxing Promotion, ambao wao wamekuja na vitu vikubwa katika nchi yetu. Nakumbuka miaka ya nyuma kulikuwa na mapambano mengi, tukuta kuna pambano kubwa, lakini usikute hata bouti hata moja au mbili za international. Lakini tangu knockout ya mama inazinduliwa season 1 zimekuwa zikitambulishwa international fight, na mabondia wetu wa Kitanzania wamekuwa wakifaidika kwa kiasi kikubwa sana na hizi na mabondia wetu wa Kitanzania wamekuwa wakifaidika na rekodi wanazozipata kutoka kwa mabondia wa kimataifa. Kwa hiyo tuseme tu kwamba sisi kama kamisheni ya ngumi za kulipwa tunathibitisha uwepo wa pambano la tarehe 31 mwezi wa 12 ambao ni mkesha wa mwaka mpya pale katika viwanja vya Posta. Mabondia wapo kwenye hali nzuri, wamepimwa afya, wana leseni wote ambazo zinawatambulisha wao kama ni professional boxers, lakini pia naweza nikathibitisha kwamba wapo katika training nzuri sana kutokana na
maongezi ya CEO hapa bwana Sheali Zayumba, kuna makocha wa kimataifa wako katika kambi zao. Kwa hiyo kwenye swala la training sina shaka, kwanza sitaki hata kuliongelea, ila na uhakika 120% kwamba mabondia wako fiti. Kwa hiyo niseme tu kwamba tujitokeze tarehe 31 kwa support mabondia wa Tanzania, mabondia wetu. Nimekuwa nawasifia hapa Mafia, wamekuwa wakitoa nafasi kwa kiasi kikubwa sana, sio tu kwa mabondia wao wa Mafia, lakini nimeona hapa kuna Amiri Matumla, lakini pia kuna Idi Pialali, kuna Oscar Duge, kuna Changarawe, Afande. Kwa hiyo umeona kwamba sio tu wanatoa nafasi kwa mabondia wa Mafia, lakini wanatoa nafasi kwa mabondia wengi ambao hii imekuwa ni kazi yao, ajira yao ya kujipatia riziki. Niishi hapa kwa sasa na niwakaribishe sana. Asante. Nadhani kuna jambo nataka niliweke sawa hapa tarehe 31, maana najua miongoni mwa vitu ambavyo vitakaulizwa ni kuhusiana na title. Yes, kwa mara ya kwanza tarehe 31 ya mwezi wa 12 2025 kupitia knockout ya mama season 7 tutazindua ubingwa wa taifa TPBRC belt ambazo zitapiganiwa. Makofi basi jamani. Yes, ni TPBRC belt, ubingwa wa taifa ambao utapiganiwa kwa mara ya kwanza na mabondia wa Mafia Boxing, na zitakuwa ni bout 3. Kwa hiyo kutakuwa na mikanda mitatu ya TPBRC. Tarehe 31 itazinduliwa na mtaiona pale, na itapiganiwa kwa mara ya kwanza Tanzania. Kwa hiyo niseme tu kabla sijampa nafasi ndugu yangu Barobaro, najua lazima atakuja na hilo swali au Asha pale, nikasema ngoja niliweke clear. Asante. Asante Jacob Mboya. Mabibi na mabwana, sasa kwa sababu press yetu hii leo tumesema tuhitaji kuweka watu muda mrefu na vitu kama hivi, so this time around, ladies and gentlemen, tunakwenda kuangalia namna ambavyo tunawapa nafasi mabondia kwa ajili ya kuzungumza na Watanzania wenyewe watuambie. Lakini kabla sijaendelea, naomba nirudishe tena mic kwa CEO wa Mafia Boxing Promotion. Yeye nafikiri ataanza kutuanzia zoezi hili, na tutaanza na main card ambaye atakwenda kuhusika kwenye event ya kesho kutwa tarehe 31 mwezi wa 12 2025. Mkurugenzi ndugu yangu Ali Zayumba, karibu tena, zungumza na Watanzania kuhusiana na main event ambayo inakwenda kufanyika tarehe 31. Naam, nashukuru kwa nafasi hii tena. Tuambie tu kwamba Watanzania na wapenzi wa masumbwi kwamba main card yetu kwa usiku huo, kijana wetu ambaye tulimpokea pale Mafia Boxing Promotion, ambaye amekuja akiwa hajui chochote kuhusu ngumi, lakini sasa hivi siku baada ya siku tayari amekuwa akipata ule uzoefu, amecheza baadhi ya mapambano magumu kabisa na ameweza kushinda. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia, hatuangalii tu kwamba main card labda awe fulani watu ambaye labda watu wanamfahamu sana. Hapana, sisi kila tukija tunaangalia tumpe nani hivi sasa. Kwa hiyo main card yetu ni kijana huyu kutoka pale katika mkoa wa Mbeya, ndugu yetu, kijana wetu Frank Shagembe, ambaye yeye Frank Shagembe anakwenda kupigana na Haruna Osmani kutoka Ghana, na wanakwenda kupigania mkanda wa WBO Africa Heavyweight. Main card itakuwa ni ya mkanda WBO Africa Heavyweight. Frank Shagembe ndiyo main card yetu ya tarehe 31 ya mwezi huu wa 12 kwenye viwanja vya Posta Kijitonyama. Kwa hiyo tutakuwa na mikanda mitatu ya WBO. Kwa hiyo ukiangalia hii mikanda, na kuna mikanda ya taifa ambayo kiongozi hapa kaizungumzia, lakini pia tuna mikanda PST takriban mitatu minne. Kwa hiyo utaona ni usiku ambao umesheheni mikanda mikubwa
ya nje na ya ndani vile vile. Kwa hiyo natumai kwamba kwa taarifa hii Watanzania wengi tutajitokeza kwa wingi kabisa kuja kwa support vijana hawa wa Kitanzania kuhakikisha kwamba ushindi huu unabaki kwenye nchi yetu hii ya Tanzania. Nashukuru sana ndugu yangu Teze, asante.